Kipindi cha hivi karibuni tuliandaa ramani ya ofisi, of course ilikuwa ni ofisi ya kata kijiji fulani hivi, lakini baada ya kuandaa ramani hiyo tukapata kazi nyingine tena ya ofisi ya kata. Hapa nimekuletea layout ya mpangilio wa hili jengo. Of course kwenye hii ilikuwa kubwa kidogo kwa sababu ilikuwa na majengo mawili. Tulikuwa na jengo la vyoo tulivyokuwa vingi kweli kweli, ni kwamba tulipania. Lakini pia kulikuwa kuna jengo la jengo kuu, sasa jengo la utawala, ambapo hapo kulikuwa kuna ofisi tatu, lakini pia ofisi nne. Of course ofisi nne, kuna lock up. Of course lock up lazima inazingatiwa sana, na sisi kwa nini tuliambiwa tuzingatie nafasi kubwa. Inaonekana eneo hili wasumbufu ni wengi sana, tukaambiwa tuweke chumba kikubwa cha lock up. Lock up ipo sawa, lakini pia ukiangalia ofisi zile tatu, ofisi tatu ni za kawaida, lakini ofisi ya nne ni ofisi kubwa, kwa inaweza kawa ndio mtendaji mwenyewe sawa. Ukija upande wa pili pia tuna store. Kwenye hii jengo lina store na ukumbi mkubwa wa mikutano ambapo unaweza ukachukua hata watu 150. Kumbuka mpangilio wa watu kwenye mikutano ya namna hii hapa watakaa kama wanafunzi shuleni, kwa hiyo ndio maana wanakuwa kidogo na idadi yao inakuwa ni kubwa sawa. Hapa kwenye upande wa tofali, hili jengo litatumia jumla ya tofali 3000 za blocks, lakini lina veranda mbele na upande wa kulia wa jengo hapo veranda hiyo inatazamana na chooni. Kwa hiyo mtu atatoka kwenye kiveranda hicho kama ana oya nini kaelekea chooni bila hata kujulikana huko ndani, mambo mengine yanaendelea vizuri tu bila hata kumhofia na kumsikilizia ametokea upande gani au anaelekea upande gani sawa. Hapo kuna makabinet ya kutosha, kuna michoro vinaonekana hapo kwenye corridor nimekucholea. Hapo ni mabenchi ya waiting kusubiri huduma. Kwa hiyo utakokaa hapo kusubiria huduma. Unatakiwa uingie kwenye ofisi gani, uingie kwenye ofisi gani. Sio baki unasimama tu kumsubiri mtendaji au kusubiri mtu fulani atoke kuzungumza na mtendaji na wewe uingie. Kidogo inakuwa ni cheche au inakuwa ni changamoto sawa. Hili jengo ni zuri, lakini pia kwa mpangilio huu tunaweza tukatengeneza mfano mzuri wa jengo likiwa na mpangilio huu, likiwa na matumizi mengine. Yote yanawezekana, na hapa napolitazama hili unaweza ukawa unataka kutengeneza kituo chako cha afya, bado inawezekana tukapata mpangilio mwingine mzuri ikawezekana. Na maana nimekuja na ramani hii hapa. Zipo nyingi ambazo nimezifanya, nilikuwa na sometimes nazipuuzia, sipendi sana kuzipost kwa sababu mara nyingi nilikuwa nimebase katika ramani za makazi, ila sasa hivi ndio nije niwaonyeshe kwa kile ambacho kinaendelea. Of course kwa ramani zile ambazo ninazokuwa nazifanya, ili watu wajue na wao na machaguo, of course kujua ni kipi wanatakiwa kufanya. Pengine watu walikuwa nafikiria tu sisi tunaandaa nyumba za makazi, basi kupitia hii nafikiri itawaonyesha kwamba hata ramani fulani sisi tunachola. Nafikiri huko nyuma kuna ramani moja ya kituo cha afya kikubwa sana ambacho tulichola, tumeipost pia. Unaweza kaendelea kuitafuta hapo kwenye page zetu, kwenye hizi page zetu za mitandao ya kijamii utaiona. Sawa. Kwa hiyo inamaanisha ya kwamba ramani kama hizi tunazichola sana. Na ukija kwenye ili jengo la choo, hichi choo kina tofali 1000 tu peke yake. Sawa, za block, lakini kwenye upande wa bati hapo bati zake zetu bati ni 15 kwa sababu zinafunika kachoo tu. Huko kwingine mtajua wenyewe, mtaloana huko kikishagia chooni utakuwa umestiliwa sawa. Na nikwambie tu ya kwamba mpangilio huu hapa utakuwa ni mzuri sana kama utajenga pia kwenye kijiji chenu. Kama wewe ni mtendaji unanitazama hapa, kama wewe ni kiongozi wa siasa unanitazama hapa, basi hii ni sehemu ya kuwachukulia pointi wananchi wako. Ukijenga hichi kitu au ukijenga ofisi hii hapa katika kijiji chako, au ukatia nguvu ofisi hii ikajengwa kwenye kijiji chako, kwenye kata yako, utakuwa umetengeneza alama kubwa sana na watu watakuwa wananufaika na uwepo wako wewe, kwa sababu kama utajenga hii na maana wananchi hawatahangaika kumfuata mtendaji nyumbani kwake, na kama hawatahangaika kumfuata mtendaji nyumbani kwake, basi ndio maendeleo yenyewe of course, kwa sababu huwezi kufikiria kwamba maendeleo yatakuwa ni katika kuzungumza na kutoa ahadi zisizotekelezeka. Sawa, hapa nikukumbusha tu wewe utapatikana Mpanda na unataka tofali za block. Tupo hapa na namba ya simu ni hiyo hapo. Piga simu tu kwa sababu tofali hizi tutakufikishia mpaka site unapokwenda kujenga. Na kama unataka kutazama ramani kupitia WhatsApp yako, napo ni rahisi sana. Tuma message WhatsApp, andika neno niunge kwenye namba ya simu hiyo inaonekana kwenye kioo cha simu yako, ambayo ni 0758260690. Namba hii inapatikana WhatsApp muda wote, masaa 24. Hata ikiwa usiku, wewe tuma message, andika neno niunge, ni automatic itakujibu tu. Na nitakutumia link, na ikisha kutumia link, na maana baada ya link hiyo ukishajiunga utakuwa unatazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka huko kwenye mitandao ya kijamii. Karibuni sana.